kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania ameishu circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, case movement ya kesi ilikuwa recommendation pia, movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii akimaliza kwa DCI huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. Nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu utu. Yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wa koloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga hizo ambazo zinazingatia utu. Nenda uangalie mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sasa hiki kipengele kimoja kinachohusisha eneo la jeshi la polisi, nimesema, ama vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, nimesema kuna mstari mwembamba wa mazingira haya ambapo tumeshafika level hiyo kwamba lolote linalotokea tunasema hii ni serikali. Lakini mimi niwaambieni, nimekuwa waziri wa mambo ya ndani. Kama kuna muda jambo hilo lisingekuwa limefanyika kwa viongozi wa CCM, nchi hii moja kwa moja ilikuwa inaenda kuamini kwamba haya mambo yanayotokea ni ya chama na chama. Huku Mkuranga, Rufiji, Kibiti waliuawa zaidi ya wenye viti wanaotokana na CCM, zaidi ya 100. Hivi hiyo sorting nyie mmewahi kuwaza kwamba hawa watu walikuwa na soti vipi? Lakini serikali ilichukulia tu huu ni uhalifu. Haikuchukulia ni chama kimoja wapo kimefanya haya. Ilichukulia huu ni uhalifu. It is very dangerous tunapokuwa kwenye taifa, likitokea jambo lolote tunadhani ni vyombo vya dola. Hii ndo njia ninayosema tunatafutwa. Unatafuta kuondolea heshima chombo ambacho ndio kimepewa dhamana ya kulinda rasilimali za nchi. Sasa mapungufu ya mtu moja yaliwahi hata kujitokeza zamani. Sitaki kutaja maeneo ambayo watu walipoteza wapendwa wao, lakini ziliwahi kuundwa tume zika investigate viongozi wakuu kabisa kwenye taasisi yetu. Jamani, si mnakumbuka? Iliwahi kwa tabia ya mtu mmoja huwaipo. Lakini kitu kimoja ambacho tuepuke ni kuona taasisi yetu, tuone mmoja naweza ikatokea hiyo. Sababu vyombo vyetu ndivyo ambavyo vimewahi kutuvusha kwenye nyakati ngumu hivi. Moja ya jambo gumu ndo nilimwambia lile la Kibiti. Ilikuwa another terror. Ilikuwa jambo moja yani wewe kila siku unaamka mwenyekiti mmoja naye kanyakuliwa, mwenyekiti mwingine naye. Kwa wale wanaopendaga kugombanisha Watanzania, ilikosa tu ladha kwa sababu waliokuwa wanapotea ni wa CCM.
wakati mwingine mimi huwa nalaumiwa kwa kuongea tu ukweli. Ilikosa ladha kwa sababu waliokuwa wewe wangepotea wenye viti 100 hivi wa chama cha upinzani ama watu Tell me what could have been the story. Ingekuwa serikali imechukua, ingekuwa vyombo vya dola imechukua. Ulikuwa uhalifu tu, ulikuwa uhalifu, vyombo hivi vikakabiliana na uhalifu huo mpaka ukapotea. So kwenye yale yaliyo mapungufu na tume imeundwa, mimi ni waombe wa Tanzania, let's get back to tuamini tume imeundwa na senior citizens, and then kwenye maeneo ambayo tunaona yana mapungufu hasa katika masuala ya mahusiano, masuala ya kiutawala, masuala ya ukamataji, haya ni mambo ambayo yanatakiwa kuwa rectified, na naamini hatubishani kuhusu mambo ya aina hiyo. Sasa nimewapa mfano hii mambo ya watu kupotea. Nimewapa mfano hivi, kama watu wanaweza wakafanya jambo la njama na wakajua hili jambo moja na wanatafuta kukosanisha watu na wanajua moja kwa moja ili atakayelaumiwa ni serikali, wanashindwaje kufanya? If there is a mission, wanashindwaje kufanya? Kama mtu anaweza akachukua hatua ya kusafiri na mabomu na kakamatwa red handed na mabomu, wanashindwaje? Yani wanaweza akawaza nani huko hivi, huyu tukinanio itajionekana tu ni serikali. So all of them wa Tanzania inahitaji tuamke, alafu yale ambayo ni ya msingi turekebishe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Niko naelezea hilo la watu kuogopa, watu kuteka, watu kupotea. So si jambo jema, niwaambia na mwanzo, si jambo jema, na the government is concerned with that one. Sasa nije na lile, watu wangapi? Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kucelebrate mtu maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu anameondokea na mpendwa wake, wewe una post like una post kama picha ya engagement. Mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID bungeni nilisema hivyo, guys, why are we celebrating why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea there is a loss of lives. Tume nani wote, and then we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa. Tunataka tuanze kuhesabu kama mafanikio. Guys, mnataka tuhesabu kama magari. Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari. Guys, now watu wamepoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari. Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa anasema ni watu hawa, yuko hapa hata hapo hayo anasema tu ni watu hawa hapa, ni idadi hii.
Sehemu nyingine tunaona mili inawekwa pale, nyuma yake kuna magari plate number hata si za nchi hii. Na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania. Sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it? Huku mimi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza nikiona watu wanaingia na mabomu alafu anang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawajua waliowaua. Ambaye haiko hata hapa amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata na nyie ameanguka mmoja, pale kaanguka hivi, yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanaoonesha hectares and hectares za watu wamelala. Sisi jamani, hivi do you know what does it mean watu hiyo kama wale wanaotaja? Sisi tuliwahi kushuhudia mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know, kwanza tu uwezo kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo? Wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi. Guys, tuwe makini. There is an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've been emotional, lakini I'm just trying to wear the shoes. Najaribu kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo la aina hii. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, na akaenda kumhifadhi mtu wake. Huku nako akaenda, naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba, kwa wale waliokuepo, yani muwe shuleni, muwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa wana jambo. Hawa watu wanaonesha hectares and hectares eti kwamba guys, let's be sincere. We admit kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu, and let us respect familia. Tuheshimu, tuwape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo 1, 2, 3 ambayo bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka iwe sherehe wana jambo lao wanalolitaka.